Basi tumsikize kwa dakika moja, dakika 5 hivi, alafu kisha baadaye tuendelee na tuweze kubarikiwa. Welcome man. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwangu mimi naitwa Dennis Mcheko Bigingi, ni mwimbaji katika nyimbo za Injili. Kilichonifanya nifanye haya ama nianze matembezi yangu kutoka kule mjini ili nifike hapa Kisii kwetu nyumbani ni sababu ya kwamba pale nilikuwa pale before, nilikuwa pale Saudi Arabia na nikayaona mengi na nikayasikia mengi, ndiposa leo niko hapa. So nataka nitoe speech yangu ya siku ya leo kwa ajili ya waheshimiwa ili walioko pale tu waweze kutusikiliza na pia ikiwezekana watekeleze, si ndio? Na Mungu atakuwa wa kutubariki sana. Naenda kusoma tu pole pole na Mungu atawabariki. Waheshimiwa viongozi wa serikali, wasanii wa muziki, ndugu zetu wa mtandaoni wa team TikTok, familia saa, wafanyikazi wetu walioko ughaibuni na mashujaa wote waliotembea pamoja katika safari hii, mabibi na mabwana na wazalimu, kwa heshima kubwa. Leo ni siku ya kawaida. Leo si mwisho tu wa safari yetu ya kutembea kwa miguu kutoka Nairobi hadi Kisii. Takriban kilomita 310. Leo ni siku ya kuzungumza ukweli, siku ya kusimama na kwa niaba ya wazio na sauti, yani wanyonge, na siku ya kuitisha haki kwa wale waliodhulumiwa kwa muda mrefu. Kwa muda wa siku 8 tumetembea chini ya jua kali, tumetembea wakati wa umande, tumetembea tukiwa na uchovu, maumivu ya miguu na miili imechoka. Tumelala hoi na kuamka na maumivu, lakini tumesonga mbele tulijua kuwa maumivu yetu wacha nirudie. Kwa muda wa siku 8 tumetembea chini ya jua kali, tumetembea wakati wa umande, tumetembea tukiwa na uchovu, maumivu ya miguu na miili imechoka. Tumelala hoi na kuamka na maumivu, lakini tumesonga mbele. Tulijua kuwa maumivu yetu ya muda mfupi hayawezi kulinganishwa na mateso ya kudumu yanayokumba ndugu zetu wanaofanya kazi katika nchi za ghali. Safari hii haikuwa ya kujitafutia umaarufu, haikuwa ya kutafuta sifa, wala haikuwa ya burudani. Ilikuwa ni wito wa dhamira na wajibu wa kibinadamu. Nimesimama hapa leo si kama shujaa, bali kama mjumbe wa maelfu wa Wakenya waliotoka katika ardhi hii wakiwa na ndoto za maisha bora, lakini walikumbana na mateso makubwa ugenini. Wengi wao waliondoka wakiwa na matumaini ya kusaidia familia zao, kusomeza watoto wao na kujenga maisha yenye heshima. Badala yake, baadhi yao walikuta utumwa wa kisasa, udhalilishaji wa utu wao na kukosa haki na msingi kabisa
za binadamu. Hii ndiyo sababu ya safari hii, na hii ndiyo sababu ya wito wetu wa Justice for Team Strong. Ngine, ukweli lazima usemwe wazi bila uoga. Katika nchi za Ghuba, ndugu zetu wanapitia changamoto nzito sana. Wanafanya kazi kwa masaa marefu bila mapumziko. Wengine hawapati siku ya kupumzika hata moja kwa wiki. Wanalazimishwa kufanya kazi wakiwa wagonjwa, bila matibabu na bila huruma. Mshahara yao inacheleweshwa kwa miezi au kutolipwa kabisa. Wengine kupigwa, kutukanwa na kudhalilisha kisaikolojia. Wanawake wetu, mabinti na wake wanakumbana na unyanyasaji wa kingono ambao mara nyingi hufichwa na kuachwa bila hatua zozote kuchukuliwa. Ni jambo la kusikitisha zaidi kwamba pasipoti za kusafiri na wafanyakazi wengi unyang'anywa hizo kufanya kuwa mateka katika nchi za kigeni. Wanapoteza uhuru wao wa msingi na wananyimwa haki ya kuondoka au kutafuta msaada, na pale mauti wanapotokea ndipo maumivu ya kweli kujitokeza. Baadhi ya ndugu zetu wanapofariki, miili yao haichukuliwi kwa wakati na hakuna uratibu wa kuirudisha nyumbani. Familia zinaachwa katika huzuni kubwa, zikiwa hazijui la kufanya, zikilia bila msaada na bila majibu halisi. Si swala ndogo, hili ni jeraha katika dhamiri ya taifa letu. Watu wengi waliniuliza kwa nini nilichagua kutembea kwa mguu kutoka Nairobi hadi Kisii. Jibu langu ni rahisi. Mara nyingi kelele hazisikizwi, lakini sadaka huamsha dhamiri. Kutembea ni tendo la maumivu, na maumivu hufuta macho ya jamii na ya viongozi. Nilichagua kutembea ili serikali ione, ili taasisi husika zisikie, na ili dunia izingatie kilio cha wafanyakazi wetu walioko ughaibuni. Nilitembea kwa niaba ya wale waliodhoofishwa kiasi cha kushindwa hata kuzungumza. Kwa heshima kubwa, naelekeza ujumbe wangu kwa serikali na taasisi zote zinazohusika. Tunaheshimu serikali yetu na tunaamini katika uongozi. Hata hivyo, tunahitaji kuona hatua za dhati. Tunahitaji kuona udhibiti madhubuti kwa wakala wa ajira wanaotumwa wa Kenya ughaibuni. Tunahitaji mikataba ya kazi iliyo wazi yenye Amen. Wacha tuende mwisho kabisa, tujue tunaendaje kwa sababu ya mvua. Leo hatumalizi safari. Leo tunatangaza kazi ya harakati. Tunataka mabadiliko ya sera. Tunataka uwajibikaji. Tunataka uwazi na tunataka haki. Tukio hili lisipite kama kumbukumbu tu, bali liwe mwanzo wa enzi mpya ya ulinzi wa wafanyakazi wetu.
Siku 7 zilizopita tulianza safari hii tukiwa wachache. Leo tumesimama kwa pamoja. We stand a movement kutoka Nairobi hadi Kisii, kutoka Kenya hadi nchi za Gulf, kutoka mitaani hadi ofisi za mamlaka, government agencies. Tunasema kwa sauti moja kwamba haki itapatikana. Justice for Team Strong. Nikisema justice for, tunasema Team Strong kwa sauti. Justice for Team Strong. Justice for Team Strong. Justice for Team Strong. Alafu nimalizie nikisema ya kwamba Mungu awalinde wafanyakazi wetu popote walipo. Mungu awape viongozi wetu hekima na dhamira. Asanteni sana. Kidogo basi ukiwa hivyo Dennis Onyango. Yes, Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hali anga si nzuri, nataka kushukuru our brother kwamba aliweza kuamua kwamba atembee toka Jumamosi mpaka siku ya jana ndiko ambako alifika hapa Kisii, na tunashukuru. Nataka nishukuru wana TikTok, nataka nishukuru wale wote ambao tuweza kushirikiana kuhakikisha kwamba safari hii imefanikiwa. Na kwa sasa jinsi ambavyo mnavyoangalia hatuna viongozi wetu hapa, lakini ningependa kwamba ndugu huyu amekuwa katika nchi za nje kufanya kazi na yale mazingira yako muendea vizuri. So ningeomba kwamba viongozi wetu maana ambapo walipo, najua kwamba tuko na gavana wetu hapa, our brother, kuna MCA na pia tuko na viongozi ambao wanatafuta uongozi. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba ndugu huyu ingewezekana kwamba gavana wetu, kwa sababu mheshimiwa Steve yuko hapa, tafadhali upange ndugu huyu apate kumwona gavana ili apate hata kazi hapa town, at least asio kwamba ataenda kutafuta kazi huko nchi za ughaibuni tena apate shida. Ni watu wangapi wanapongeza mambo kama hayo? Aya, we have incoming president. Hiyo hatuwezi yapata kama tuko siasa hapa. Tuko na Fred Okengo Matiang'i. Tunajua kwamba our MCA Steve Arika anaweza kumfikia. Pia tungeomba kwamba ikiwezekana ndugu huyu apate nafasi ya kumuona Fred Okengo Matiang'i hata kama hajaingia katika uongozi.